Bwana kwa vipi mwanahabari 254, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Nite Fazulu habari 254, wengine wananiita sauti ya mjomba. Kwa hiyo usisahau kusubscribe kwenye channel zetu za habari 254 Bonga Tube Media, achia mbali simulizi KE ndio angalau uendelee kupata taarifa zaidi. Bana, jana nilikuwa nimekuadisia jinsi Paul Pogba alivyosumbuka kwenye maisha yake. Ni jamaa ambaye wakati fulani alipatikana na hatia ya ulaji muku, yani ile hali ya kutumia dawa za kusisimua misuli, na akapigwa marufuku. Huo ulikuwa ni mwaka wa 2024 alipokuwa akitumikia klabu ya Juventus. Sasa Paul Pogba akapigwa marufuku ya miaka 4, alafu baadaye akajihisi ya kuwa walikuwa wamemuonea, jamaa kaamua kukata rufaa. Sasa rufaa yake ilikubalika na kila ambacho tunachokita marufuku ukapunguzwa kwa takriban mwaka mmoja na miezi 6. Sasa juzi kuna video ambayo ilikuwa inatembea kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii ikimuonyesha Paul Pogba akiangua kilio alipokuwa katika ofisi ya AS Monaco, klabu ambayo inacheza mchezo wa mpira wa miguu nchini Ufaransa kule kwa kina Pogba. Sasa Pogba amesaini mkataba wa misimu miwili, inamaanisha kuwa taanza kuitumikia klabu ya AS Monaco hadi mwaka wa 2027. Kwa hiyo jamaa huyu amesimulia mengi. Anasema kuwa katika ile hali ya yeye kupigwa marufuku kutoshiriki katika mchezo wa mpira wa miguu kwa takriban mwaka mmoja na miezi 6 hivi, alihangaika zaidi. Sasa Paul Pogba aliyasema haya baada ya kusaini mkataba wa kujiunga na AS Monaco mpaka akatokwa na machozi. Alisema hivi: "Mke wangu aliniacha nilipofungiwa kujihusisha na soka na kupoteza umaarufu wangu. Alikuwepo tu kwa ajili ya pesa na umaarufu wangu." Paul Pogba alizidi kusema hivi: "Nilitambua jinsi maisha yanavyoweza kuwa mtupu na matupu kunradhi na sio na maana nilipofungiwa kucheza mpira wa miguu kwa miaka 4. Mara moja nilipoacha kuwa Pogba mchezaji tajiri na maarufu, watu walianza kuniepuka. Jambo baya zaidi bado linavunja moyo wangu leo ni kwamba hata mke wangu mwenyewe aliniacha. Kila mtu ambaye alikuwa akinialika kwenye matokeo yao ya mitindo na vitu kama hivyo," alisema Paul Pogba, "hana faida sasa." Hiyo ilikuwa nafasi nzuri kwangu kuona marafiki zangu wa kweli, na mke wangu alithibitisha kuwa hakuwahi kunipenda. Lakini sasa nina furaha sana kwa sababu simu yangu haipigwi tena na marafiki wa uongo. Sasa najua niko peke yangu maishani, alisema hivyo Paul Pogba. Kwa hiyo hii inatufunza kuwa wakati mwingi watu huvutiwa na wewe kwa sababu ya mafanikio yako. Kwa hiyo usiishi kizembe, jua marafiki zako na wale ambao unajaribu kuwaleta katika mazingira yako. Kwa hiyo sasa ni story ya Paul Pogba na ameenda katika klabu ya AS Monaco nchini Ufaransa. Sasa ni dili ya misimu miwili, inamaanisha kuwa miaka miwili hadi mwaka wa 2027 ndio sasa Paul Pogba atajaribu kutafuta tena klabu nyingine, kwa maana hapo mwanzoni kabla ya umarufuku wake uishe, jamaa alikuwa free agent. Sasa ndio Monaco wakaamua kuangukia ile fursa ndio angalau Paul Pogba awatumikie katika klabu yao. Kwa hiyo ni habari 254 Bonga Tube Media, achia mbali simulizi KE. Usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare. Lakini uniambie umejifunza nini kutokana na hii issue nzima ya mwanandinga wa zamani wa Juventus na vile vile Manchester United, raia wa Ufaransa ambaye anajulikana kama Paul Pogba. Shukran jidan, marhab habib, tunapenda zaidi.